Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa channel yetu ya murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna al-Islamiyya, kwa mara nyingine tuwakaribisha katika ukumbi hunu tukiwa tuendelea na somo la usulul fiqh ya faslu sabi' katika qaida ya 4, at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u chenye kuandama, tabi'un ni chenye kuandama. Hii ni tafsiri ya lughatan. At-tabi'u chenye kuandama, tabi'un ni chenye kuandama. Maana yake at-tabi'u chenye kufuata kitu chochote, tabi'un hufuata hukmu ya hicho kitu ambacho kinakifuata. At-tabi'u chenye kufuata kitu chochote, tabi'un ni chenye kufuata hukmu ya hicho kitu. Kwa ufupi, kitu kinapofuata kitu basi hufuata na hukumu ya kile ambacho hukifuata. Hii ni kaida ya kifiqhi na ya kiusul ambayo ni tangavu sana, ni mashuhuri. Taani inakusudia annahu yakuwa amri na shani ma la yastaqillu binafsihi, kitu ambacho hakijipeki, hakikujikomboa chenyewe, hakina uhuru kama chenyewe, binafsihi fil wujudi, katika kupatikana, wala yumkinu fasluhu an aslihi, na kitu ambacho huwezi ukakipambanua na asili yake, kitu ambacho hauwezi ukakiepusha na asili ya hicho kitu ambayo inakifuata. Yaakhudhu hukma aslihi, basi kitu kama hicho kitachukua hukmu ya asli yake. Ai, yapendelewa na yakusudiwa anna shay'a idha kana tabi'an li ghairihi, kuwa kitu kinapokuwa cha fuata na kuandama kitu chengine, fa inna hukmahu, hakika hukmu ya hichi chenye kufuata kitu chengine, la yanfaridu anhu, hakiwezi kupekeka na kuwa pweke kivyake vyake, bali yatba'uhu fi jami'i al-ahkam, bali itafuata hichi chenye kufuata kitu chengine hukumu ya kinayokifuata katika hukumu zote. Na mifano tutaisoma hapa mbele. Mithaluhu, mfano wake wa chenye kufuata kitu, tabi'un huandama na hufuata hukumu ya hicho kinaofuata. Ad-dudu al-mutawallidu fi at-ta'ami, bombwe mwenye kuzalika katika chakula. Bombwe ni buu, wengine huita funza. Wakati mwingine chakula huingia buu ama hutokea pana buu ndani. Sasa itakuwaje ikiwa mtu amemla ama yawezekana kumla? Naam, at-tabi'u tabi'un, chakula ni halali na yeye ameandamana na kile chakula, naye atakuwa halali. Lakini tab'an, kwa kuandama, ikiwa iko pale ndani, la munfaridan, si kwa kupwekeka, fil asahi, katika kauli sahihi zaidi. Hutokea masala kama haya ikiwa tena una imani na roho ya kuweza kula, maanake ataka moyo kumla nani? Bombwe ama buu. Na masala haya hutokea kwa watu ambao wamekuwa na changamoto, pengine kama wanafunzi. Sisi ni mojawapo tumepatana na masala kama haya ya atabi'u tabi'un. Na mfano wetu, boarding huletwa maharagwe yakaketi yakaharibika, yakaingia wadudu.
na boarding za tofautiana. Kuna boarding ikileta chakula mpaka kimalizike ndo kiletwe tena. Sasa wakati wengine maharagwe yameanza kuingia wadudu. Yakiingia wadudu, wale wa juu watatolewa, lakini wakibandikwa, maharagwe yakibandikwa, ikishaanza kushika moto, wale wengine walioko ndani kule hutoka. Sasa wale itakuwa nini? Ndio hiyo tabi'un. Wakati wa kugawanywa, wale utakaowaona utawatoa, usiowaona nao watafuata hukumu ya maharagwe, huliwa. Na saa nyingine utokea kwenye unga pia, saa nyingine uharibika, waanza kuingia wadudu, huwezi kutupa, utakula nini? Ndio hiyo budget. Leo watu waitwa mustadhi, leo watu waitwa mashehe, watu wamekula dharubu, na hauwezi kuenda ukasema chakula si chako, haukuchangia shekha. Kama waweza nda hoteli, huna pesa za hoteli, ndicho chakula. Wale wa juu utawatoa, wengine wewe utashtukizia yuko mdomoni. Kwa hivyo itakuwa tabi'un. Lakini kama tulivyotanguliza, yataka moyo tena tabaan, sio wachague ufanye haya nsima na hawa ni kiteweo. Haiwezekani kuwafanya kiteweo. Yule atakayejaliwa ndio itakuwa hukumu yake ni hiyo, tabi'un. Na katika maembe sengine utokea, wala embe wewe ukitahamaki kuona mabombwe, wale utatupa, lakini wale walioingia, haya bahati yao. Watabi'u yasqutu bisuquti almatbu'i, na chenye kuandama, chenye kufuata, yasqutu hupomoka, huanguka hukumu yake, bisuquti almatbu'i, kwa kupomoka chenye kuandamwa, kwa kuondoka hukumu ya chenye kufuatwa. Chenye kufuatwa hukumu yake ikiondoka, na chenye kufuata hukumu yake huondoka. Kupomoka hapa ni maana huanguka. Kuanguka ni kuondoka ile hukumu. Kama la ufatatu salatun fi ayami aljununi, kama mfano lau mtu itamfutu yeye swala katika masiku ya wendazimu. Kufutu ni kukosa. Mtu atakosa swala siku za wendazimu, sheria ya Kiislamu imemkhafifishia mwendazimu kuwa haandikiwi swala. Sasa la yustahabu qada'u rawatibiha, haitupendekezwa, haisuniwi kulipa rawatibuha, swala za sunna zenye kuandamana na faradhi. Sasa je, sunna atalipa? Hawezi kulipa, kwa sababu ikiwa faradhi halipi, basi na zile sunna halipi, kwa sababu sunna za andama faradhi, na faradhi ikipomoka, ambayo ndio yenye kuandamwa na sunna nazo hupomoka, yani hazilipwi. Lianna alfardha saqata, kwa yakuwa faradhi imepomoka. Fakadha tabi'uhu, hiyao hivyo itakuwa yenye kuandama, yenye kufuata faradhi ni yenye kupomoka, nayo itakuwa haina kulipwa. Watabi'u la yataqaddamu ala almatbu'i, na chenye kuandama hakimchangulii mwenye kuandamwa katika hukumu. Kama lau ba'a bi sharti rahni, kama mfano lau mtu amezanya, ameuza kwa sharti ya rehani. Rehani kuuza ni maarufu. Rehani nini? Rehani ni uchukue kitu umpe mtu ama ukiweke kwa mtu ili akukopeshe, na mwekeane muda. Lau ule muda utafika na wewe hujamlipa, ye ana haki ya kukiuza kile kitu, ajilipe pesa zake. Na
Kizungu hii rehani huitwa pledge ama mortgage ama pledge. Sasa faqaddama lafdha rahni, huyu mtu mwenye kuuza akatanguliza temshi la rehani ala albay'i, juu ya kuuza, ama la kuuza akalieka nyuma, la rehani akalieka mbele. Lam yasiha, haitoswihi. Kwa sababu gani? Ile rehani haiwezi bei yaandama rehani, bei yaandama nini? Ile bei ama kuuza yafuata rahani. Ina maana kama atapata pesa yeye kabla ya ule muda, itakuwa ile bei hakuna. Tumeelewana? Mtu ukiweka kitu rehani chaweza kuuzika baada ya kutoregesha rehani. Kwa hivyo kama wauza, haufai kutanguliza neno la rehani, kwa sababu ile bei ama kuuzika kile kiliwekwa rahani ni matbu', ni chenye kufuata rehani. Ikishindwa rehani, bei inaingia. Kwa hivyo hapa tuambiwa chenye kufuata hakifai kumtangulia mwenye kufuatwa. Kama wauza kitu, uza moja kwa moja, lakini huwezi ukasema mimi nakuuzia, mimi naeka rehani kisha nakuuzia hichi kitu, ikawa mtu akusudia bei na huko umeka. Imeeleweka? Ina maana hiyo bei haijakuwa, kwa sababu kama mtu atakomboa kile kitu itakuwa kimeuzika, hakiwezi kuuzika. Na hii huwaje? Ina maana sasa huyu naye amekopesha pengine 1000 ngapi? 10,000, na ameweka rehani kitu cha 20,000, sio? Kaambia basi mimi naweka rehani na pia naiuza hii. Kwa hivyo kama utaka kuuzie ni 20,000. Sasa huyu humlipa huyu hununua, na huyu nayo zimeingia bei mbili hapo. Manake yule wa kwanza atakayefaulu itakuwa huwa haikuwa hiyo, kwa sababu haijaeleweka. Huyu lao ataregesha 10,000, sasa huyu naye itakuwa shatanguliza, pengine ametoa 5,000 bado 1000 ngapi, ama ametoa 10,000 bado kadhaa. Haiwezi chenye kuandama kumtangulia mwenye kuandama. Kwa ufupi, kama mtu akitaka kuuza aseme nauza tu, ama rahani ifike muda wake kitu kianze kuuzika baada ya hapo, ama bei ingie baada ya rehani kushindwa sharti zake. Wa mithluhu, na mfano wake, la yasihu taqaddumu al-ma'mumi ala imamihi fi al-mawqifi, haiswi kumtangulia maamuma juu ya imamu wake katika mashangao, sehemu ya kusimama. Haifai maamuma kumtangulia nani? Imamu katika mashangao, sehemu ya kusimamia, kwa sababu yule matbu'i hafai kumtangulia, atabi'u hafai kumtangulia almatbu'. Mwenye kuandama ni maamuma, hafai kumtangulia nani? Imamu. Wala fi takbirati al-ihrami, wala hafai kumtangulia huyu maamuma imamu katika takbiratul ihram. Wasalami, na salamu ya kwanza. Takbiratul ihram, takbira ya kwanza, maamuma akimtangulia imamu hana swala, na pia akimtangulia katika salamu ya kwanza ni hivyo hivyo. Wala fi sairi al-af'ali, wala katika baki ya vitendo vingine, fi wajhin, katika njia yoyote, huwa haifai maamuma kumtangulia imamu wake.
Yughtafaru fi tawabi'i, husamehewa katika ziandamai ama zenye kuandama ama venye kufuata, mala yughtafaru fi ghairiha, ambayo hayasamehewi katika yasiokuwa yenye kuandama ama venye kuandama ama venye kufuata. Kuna vitu husamehewa kwa venye kufuata vitu kwa namna ambayo haisamehewi katika vingine ambavyo havifuati vitu. Mithaluha, mfano wake, alwaqfu ala nafsihi, kuweka wakfu juu ya nafsi yake ama kujiwekea wakfu yeye mwenyewe. La yasihu, haisamehewi. La yasihu, haiswihi. Wala waqafa ala alfuqarai, na lau ataweka wakfu ala alfuqarai, juu ya mafukara, thumma swara minhum, kisha akaswiri akawa huyu aliyeka wakfu ya mafukara, minhum, ni miongoni mwa mafukara, istahaqa, amestahiki na yeye kutukua ile wakfu ama kula katika aliyoweka katika wakfu, fil asahi, katika kauli sahihi zaidi, tabaan, kwa kuandama, manake na yeye ameandama ile hali ya alichokiwekea wakfu. Inshallah, haya ndiyo masala tumezoyasoma na mifano mingine. Yatba'u shay'u lawazimahu wa mutammimatihi duna alhajati litahdidiha, kitu huandama chenye kulazimiana na kitu na chenye kutimiza kitu basi na kuainisha na kueleza maelezo yote. Mfano wake ni kama mtu akinunua kufuli, basi na ule ufunguo ni tabi'un lilkufli. Sasa msimpaka anunue na funguo, mimi nataka kufuli ama niuzie kufuli, ukamuuzia kufuli, ufunguo hukumpa. Kwa nini? Wewe umenunua kufuli na ufunguo biashara nyingine. Tabi'un, kwa sababu ule ufunguo ni katika lawazim ya kufuli na ni katika mutamimati, na ni kitu ambacho hakiwezi kupambanukana baina ya kufuli na nini na funguo. Kwa hivyo huwa ni biashara moja, wala haina haja kusema nauza kufuli na funguo. Hai itakuwa ni uzuka, kwa sababu tabi'u tabi'un, ukiuza kufuli ndio ufunguo umeingia kabisa. Na ingawaje mtu lughatan usemwa nanunua kufuli ama nauza kufuli, na kuuza ardhi, wa bai'ul ardhi ziraiya yashmul ashjara athabita fiha, na kununua ile ardhi ya makulima ama kuuza ardhi ambayo ina makulima ndani yake. Ukishaiuza ile ardhi ndo na miembe imeingia, minazi imeingia. Kwa hivyo bei ni moja, kwa sababu atabi'u tabi'un, ile minazi na miembe yaandama ile ardhi. Kwa hivyo ikiuzwa, sio mwida huja mwenyewe kutua maembe, mimi nikuuzia ardhi bwana, sikuuzia miti. Shamba, ukiuza shamba umeuza na miti ile humo ndani, kwa sababu atabi'u tabi'u. Na bai'u dabbati alhamil, na kumuuza mnyama alhamila, mwenye mimba, huwa ndio umemuuza yeye na aliyomo ndani, so yeye biashara nyingine na kiliomo ndani. Kimuuza mwenye mimba ndio umeshamuuza na aliyokuwa matumboni. Kwa hivyo sio siku amejifungua ukaenda ukamtukua yule mtoto. Hapa nini? Amekuuzia tu mamake, sikukuuzia kijana. Huwa ni haifai, kwa sababu tabi'u tabi'un. Na almamumu fi salati. Sasa hayo ni mifano mengi ama ya kuongezea katika hiyo kaida. Na katika swala, almamumu fi salati
tabi'un liimami, maamuma katika swala humwafuata nani? Imamu wake. Falau saha alimamu fi swalati, lau imamu atasahau katika swala, yajibu ala almamumi mutaba'atuhu fi sujudi sahwi, yapaswa kwa maamuma kumwandama imamu katika sijda ya nini? Na hiyo hutokea kila siku. Imamu akikosea, maamuma huwa hakukosea. Kwa nini na wao wasujudu na alokosea ni imamu? Kwa sababu attabi'u tabi'un, wewe mwenye kumwandama yule imamu na hukumu yake pia itakuhusu wewe, na wewe itabidi usujudu, na usiposujudu swala yako itavunjika. Na inshallah hapa tutakoma. Ikiwa pana marekebisho, taksiri na tashjii zozote, tutaelezana katika sehemu ya comment. Radhi za Allah ziwaelewe wazazi wetu, mashekhe zetu na walokufa, Allah awaeke pema pamoja na wema, na tusahau kulike, kushare na kusubscribe. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila liqa.